nafsi yako ifunge kamba, iambie wewe nafsi koma, tubia wewe. Na sote tumetoka utotoni, tulizaliwa na mama zetu hawajui kitu, lakini tumeshatumia katika masiku ya kukaa duniani umri mrefu, na si jambo la busara kuwa umepewa umri wa kutosha mpaka unamalizika hujanufaika nao, hujafanya chochote cha maana. Utakuwa unastahiki kulaumiwa. Katika aya ya 185 ya sura ya pili, Allah amesema shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, huu mwezi wa Ramadhani mlioambiwa mfunge ndio mwezi ambao ndani yake iliteremshwa Qur'ani. Na Qur'ani malengo yake huda linnasi, ilikusudiwa iwe ni mwongozo kwa watu, wasiishi kwa mazoea kama walivyozoea, waishi kwa kufuata mwongozo huu. Wabayinati minal huda wal furqan, na Qur'ani ni kitu cha kuwaongoza watu, kuwafafanulia upi uongofu kutokana na upotofu, lipi ni jema ulitofautishe na baya, lipi lina faida na lipi lina hasara. Hiyo ndio Furqan. Ukiisoma Qur'ani utakuwa ni mwerevu wa kujua kutumia dakika zako za maisha ya hapa duniani. Utakuwa na ujuzi wa kutosha kupanga na kuchagua lipi linanifaa na lipi halinifai kwa mujibu wa Qur'ani. Lipi litapandisha thamani yangu na lipi litashusha thamani yangu. Ukiisoma Qur'ani utakuwa unajua. Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, basi mtu yeyote kati yenu utakapofika huu mwezi wa Ramadhani, yupo mjini kwake mzima ana afya, afunge. Waman kana maridan au ala safari, utakapofika mwezi wa Ramadhani mtu akawa mgonjwa, au imefika Ramadhani mtu yuko kwenye safari, anastahiki ale, kwa sababu afya ya mtu ni muhimu. Na mtu kama kafunga, kajizuilia kula na kunywa, na huku yuko kwenye mikiki ya safari, itakuwa yeye kapewa adhabu. Kuabudu kwake kwenye shida hii itakuwa ni adhabu. Kwa hiyo Allah kamwambia ale kwa dharura, lakini siku atakazokula mchana ndani ya Ramadhani, fa'iddatun min ayamin ukhra, ajazirejeshe kwenye siku nyingine nje ya Ramadhani. Akataja hikma, kwa nini karuhusu wakati wa dharura ule, na kwa nini hakusamehe kwamba madamu umekula inatosha hizo ulizofunga, akasema uje urejeshe Ramadhani ikisha na dharura yako ikiondoka. Kasema hikma ya kusema hivyo, yuridu Allahu bikumul yusra, kukupeni ruhusa wakati wa shida. Allah anamaanisha anataka akufanyeni wepesi kwenye mambo aliyowaagiza, kwenye ibada zake. Allah anakupendeleeni wepesi. Wala yuridu bikumul usra, wala Allah hakutakieni mazito kwenye ibada anazowajibishia. Na sababu ya kusema dharura ikiondoka mje mlipe, hakusema basi madamu ulikuwa na dharura siku ulizokula nimesamehe. Kasema fa'iddatun min ayamin ukhra, uje urejeshe siku ulizokula kwenye miezi mingine isiyokuwa ya Ramadhani. Hikma yake hii kasema walitukmilul idda, mnaambiwa mrejeshe siku mlizokula ndani ya Ramadhani ili mukamilishe idadi ya zile siku ambazo mlipaswa mfunge. Kukamilika hizi siku ni muhimu, kwa sababu uko mbele tunapokwenda kuna ukaguzi, hivi vitu vitatakiwa vyote viwe vimekamilika. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, na mwisho wa kumaliza ibada zenu mulete takbira, mumkabbiri Allah kwa sababu ya kule kukuongozeni kwake. Wala'allakum tashkurun, na mkifanya hivyo mtakuwa angalau mumeonyesha shukurani, mmelipa shukurani. Hiyo ni aya 185 sura ya pili. Lakini tumesema maudhui yetu kwa leo iko kwenye aya 3 za suratul Hashr 18 mpaka 20.
Aya 18 imeanza kwa wito wenye anwani maalum. Allah kaita ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Walioamini huwa ni watu kama sisi, lakini wana sifa tofauti na wengine. Maana kuna wengine wameamini na wengine hawakuamini. Kwa hiyo Allah kawaita watu wenye kuamini. Na wenye kuamini wamegawanyika sehemu mbili. Kuna walioamini kwa dhati na kuna wengine wababaishaji. Katafsiri Allah kwa kusema kwenye suratu Al-Baqara aya ya 8, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Katika watu wako wababaifu, hudanganya wakasema sisi tumemwamini Allah na tumeamini siku ya mwisho ipo, siku ya kiyama. Lakini Allah anasema wala sio waumini kweli. Yukhadi'una Allah walladhina amanu. Wakisema hivyo wanafahamu kuwa wanamhadaa Allah. Wanafikiria wakisema mimi nimeamini na Allah anadanganyika kwa maneno yake. Wanafikiri Allah anamwangalia mtu alichosema. Huyu kasema kaamini, kumbe ni mtu wa kheri. Akisema kaamini lakini matendo yake tofauti na aliyeamini, mwenyewe huwa anaona anahadaa. Nikisema tu Allah keshanisikia, nimeamini, kwa hiyo hata nikifanya mtakacho nitakuwa natambuliwa kama muumini. Kumbe sivyo ilivyo. Yukhadi'una Allah, wakisema maneno mazuri kama hayo huwa na malengo ya kumhadaa Allah. Walladhina amanu, na wanakusudia kuwahadaa waumini. Waumini kweli wanahadaika kwa sababu ni binadamu, wana udhaifu. Ukijipamba kwa maneno mazuri ya kujinadi mimi ni muumini, Muislamu yoyote anaathirika, asema kumbe huyu ni muumini mwenzangu. Lakini muumini hasa hujulikana kwenye utendaji. Muumini akiamrishwa amri hutekeleza. Akikatazwa jambo muumini huacha, hujizuilia. Akiraghibishwa jambo muumini huwa anaraghibika, yani kuhamasishwa kwenye jambo na ukahamasika. Muumini akionywa jambo huwa anaogopa na anakubali kuonyeka. Kwa hiyo Allah akiita ya ayyuhalladhina amanu, huwa anawakusudia hawa waumini wa kweli, sio wale waumini wanaojidai waumini kumbe sio waumini. Kwa sababu waumini wa kweli ndio wanaopewa maagizo na wakawa wako tayari kuwatekeleza. Kwa hiyo Allah huwaita kwa lugha ya imani, alafu akawashushia majukumu ya utekelezaji, anawawajibishia mambo. Kwa hiyo na sisi pia tunapaswa kujiangalia. Muumini gani unaambiwa usiibe halafu ukawa mwizi? Ina maana hujaamini. Hujui kama hili jambo ni kosa na litakugharimu baadaye. Muumini anajua madhara ya kitu kibaya atakachokifanya. Nafsi yake huwa inaogopa kufanya jambo ambalo litampelekea kwenye madhara baadaye. Muumini gani anaambiwa usidhulumu, dhuluma itakugharimu, halafu akawa anaishi maisha ya kudhulumu? Muumini gani anaambiwa usizini, usitumie viungo vyako vya mwili vibaya, halafu yeye ikawa ndo starehe yake? Kwa hiyo Allah akiita ya ayyuhalladhina amanu, huwa ana jambo anataka kuagiza, lakini agizo hili huwakusudia wale ambao wako tayari kulipokea na kulitekeleza, sio wale ambao wanaamrishwa hawasikii, wanakatazwa hawakataziki, wanaonywa mambo hawaonyeki. Sio wale, huwakusudia wale ambao ni watendaji. Alladhina amanu wa amilu salihati, wale wanaoamini na imani yao ikaonekana kwenye amali njema, wanaitendea kazi. Kwa hiyo aya hiyo ya 18 Allah kawaita waumini wale ambao wanaambiwa wakasikia. Atujalie na sisi tuwe ni miongoni mwa hao. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, ittaqullah, mcheni Allah. Na takwa wallahi ndo lengo la hii Ramadhani. Si tumeambiwa la'allakum tattaqun, kutiba alaykumus siyam, mmefaradhishiwa funga kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyofaradhishiwa waumini walioishi kwa mitume wengine kabla yenu.
Kusudio la ibada hii la'allakum tattaqun, ili mjizoeshe ucha Mungu, maisha ya kufuata utaratibu, ndo lengo la Ramadhani. Kwa hiyo kama uliweza kujizuilia kula na kunywa mchana wa Ramadhani, na jambo la kula na kunywa ni jambo halali, mwaka mzima umeruhusiwa mchana kula, mwezi huu tu jizuilie na hili. Kama unaweza kuacha kitu cha halali katika mazingira ya kawaida, basi unaweza kuacha cha haramu. Ujizoeshe kuacha yote yale ambayo hutakiwi kufanya, ndo lengo la kufunga, sio kuacha kula na kunywa tu. Umekatazwa kusema uongo. Kusema uongo muda wote wa mwaka haifai. Sasa kama umefunga, ndo unajipa lile zoezi, nisiseme uongo mkaharibu saumu yangu. Na siku nyingine yote ile ujizuia, nisiseme uongo nitamuudhi Mola wangu. Na kila ninachokifanya duniani kinahifadhiwa, kitakuja kunitatiza baadaye siku ya kukutana na Muumba wangu. Ndo ucha Mungu. Uishi maisha ya kufuata utaratibu, ufanye yale ambayo ukifanya yanatakiwa, yanapendeza kwa Allah, na uache yale ambayo ukiyafanya yatakera, yatamghadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala. Huo ndo ucha Mungu. Kwa hiyo aya hiyo katuagiza, baada ya kutuita kwa lugha ya imani, ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini, ittaqullah, mcheni Mungu. Kucha ni kuchelea, kujikinga, kuchukua tahadhari, kujiwekea ngome, usije ukapatwa na maafa. Kwa hiyo mcheni Mungu bimaana muogopeni Mungu. Kila mtu aishi maisha ambayo siku muda wake ukimalizika, akiondoka duniani kwa kifo, aende huko kwenye maisha ya kukutana na Mola wake akiwa karidhiwa, hana matatizo mengi. Hata kama aliteleza kwa udhaifu wa binadamu, iwe ni mitelezo midogo midogo ambayo inaweza kuzingatiwa na ikasamehewa. Sio unaishi duniani mpaka siku ikifika unaondoka, yani wewe ni dhambi tupu, mashaka matupu. Unakwenda kukutana na Mola wako hali ya kuwa akakuskasirikia. Wewe ulikuwa unaishi kizembe, hukumcha Mungu, hukuwa na tahadhari ya kurudi vibaya. Kwa hiyo agizo alilolitoa kwa msisitizo, na tena katumia kauli ya rudia kuonyesha huo msisitizo, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullah, mcheni Mungu, muogopeni Allah. Halafu waltanzur nafsun ma qaddamat lighad, na kila mtu awe anajikagua kila wakati, nini katanguliza lenye maana litakalomsaidia kwenye maisha ya kesho. Akarudia tena wattaqullah kwenye aya hiyo hiyo, na mcheni Allah, muogopeni Allah, kwa sababu inna Allaha khabirun bima ta'malun. Ingawaje mnajiona mko huru duniani, Allah anajua yote mnayoyafanya, anayahifadhi, na hayo mnayofanya sasa ndio atakayokuja kuwalipa. Kwa hiyo maisha mazima unayoishi kwenye kutwa yako na kucha yako, uwe unajua kuchagua la kufanya, la kusema, uwe unajua kutumia vizuri dakika zako hizi unazoishi, maana dakika zako ndo mtaji wako. Siku ya mwisho inakuja kupigwa hisabu, uliishi muda gani, ulifanya nini, mazuri mangapi, mabaya mangapi, unalipwa kwa mujibu wa matumizi ya dakika zako. Na Allah aliposema waltanzur nafsum ma qaddamat lighadin, kila mtu awe anajikagua. Kuna hadithi zimesema, Mtume amesema, mtu kabla hajalala atenge wakati kidogo kufikiria, kutwa yangu ya leo niliyoitumia, nimefanya jambo gani ambalo litanisaidia, ninajivunia kama muda wangu umeisha. Maana usiku ndo unaingia kulala, huna uhakika utaamka huamki. Hujalala ufikirie, nimeshaishi kutwa, nimefanya 1, 2, 3, 4, 5. Haya niliyoyafanya kwa leo,
kuna lipi lenye thamani, lenye maana ambalo kwangu mimi ni mtaji, thamani yake itakuwa ni yenye kuniridhisha siku nikirudi kwa Mola wangu. Ukijigundua umefanya uzembe, hakuna la maana ulilofanya, ujilaumu. Halafu kabla hujalala utubu kwa Mola wako na umuombe msamaha. Angalau kwa hichi kitendo cha kutubu na kuomba msamaha, kama muda unaisha, iwe umemalizia vizuri, ushapatana na Muumba wako. Kila wakati mtu awe anajicheki, anajikagua, niko sawa au nimekosea? Kama ninaondoka sasa hivi, naendaje kwa Mola wangu? Yale niliyowajibishiwa hapa duniani nimeyatekeleza, sijayatekeleza? Ndio hiyo, waltanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Mtu awe anajikagua, anajitathmini yeye mwenyewe, ajiulize haswa, nimeshatanguliza nini kwa ajili ya kesho? Kesho maana yake ni akhera. Haya maisha ya dunia, tangu dunia ilipoanza mpaka sasa hivi tulipo, mpaka itakapokusha dunia, yanahesabika mbele ya Allah kama ni siku moja. Hii ni siku ya mtihani. Baada ya dunia hii kwisha, ndio inakuja kesho ambayo ndio ina maisha ya milele. Ni kama siku mbili tu. Siku moja tumepewa mtihani, siku ya pili ambayo ndio kubwa na ndio lengo, hiyo ndio yenye maisha ya uhakika ya muda mrefu. Kama alivyosema, sayalamuna ghadan, kesho watajua. Kama leo hawajui, sayalamuna ghadan, kesho watajua manil kadhabul ashir, ni nani muongo mzushi. Wale watu wa Nabii Nuh walomwambia mtume wao kadhabun ashir, Allah kawaambia leo hawafahamu hapa kwenye dunia yao, lakini sayalamuna ghadan, kesho watajua manil kadhabul ashir, ni nani muongo mzushi. Kwa hiyo leo ni dunia hii tulionayo. Wenyewe tunajiona tumeishi sana, miaka mingi, lakini wallahi ni muda mchache sana. Tena mchache kwa maana ya mchache, kwa sababu muda huu unaisha. Kesho ndo siku ndefu, ndo siku yenyewe husika ambayo ina maisha ya milele, hakuna kufa tena. Huko kama utakuwa ni mtu uliyefanya vizuri ukafaulu, hakuna kuumwa, hakuna kufanya kazi, hakuna kuzeeka, siku zote uko mzuri tu, kijana tu. Huko ndo kunako maisha. Haya maisha ya hapa tulionayo si maisha. Leo mzima, kesho unaumwa. Leo kijana, kesho umezeeka. Si maisha. Maisha yako huko ya kesho. Kwa hiyo tunatakiwa tufahamu safari yetu ni ndefu na ina vikwazo vingi, inahitaji matayarisho ya kutosha. Leo uko hapa, lakini ukiondoka hapa kuna kituo kingine cha barzakhi, kinahitaji matayarisho vile vile. Barzakhi inafuatiwa na kufufuliwa, inahitaji matayarisho, kukaa kwenye uwanja wa mahshar, na hapo pana matumizi mengi. Yote yanahitajika tuyaandae hapa kwenye dunia hii tulionayo, yatatufaa baadaye. Hizi ibada tulizowajibishiwa ni muhimu sana kwa hapa tulipo, ingawaje hapa hatuoni faida yake, lakini faida ya ibada tulizowajibishiwa inaonekana baada ya kufa, kuanzia maisha ya kaburini na siku tutakapotoka makaburini na siku ambayo tutasimama kwenye uwanja huo wa kiyama kwa muda mrefu. Maana siku ya kutoka makaburini, kabla ya kuanza kuhesabu, wanatuambia mashekhe ni kiasi cha muda wa miaka 50,000. Hii tunayohesabu hapa duniani. Baada ya kutoka makaburini miaka 50,000 tumesimama, Allah hajaanza kutuhukumu tena hapo, wala hakuna chakula wala kinywaji. Kwa hiyo ni muhimu mtu kuwa anatumia wakati kutafakari safari yake ndefu, mahitaji na maandalizi yanayohitajika. Muda wa kuyafanya maandalizi hayo ndo huu hapa duniani. Tusitumie dakika zetu vibaya kwa kufanya mambo ya upuuzi ambayo yanakuwa ni mazingira hatarishi kwa maisha yetu yanayokuja. Tutumie muda vizuri. Halafu aya iliyofuata,
ya 19 akatuonya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema, wala takunu kalladhina nasullaha faansahum anfusahum. Nyinyi waumini, kama ni kweli mmeamini, musiwe kama wale watu ambao walidharau maagizo ya Allah. Wala takunu kalladhina nasullaha, wala musiwe kama wale waliomsahau Allah. Nasu inatokana na neno nisyan. Nisyan ni kusahau, lakini neno hili likitumika kwenye Qur'ani halina maana ya kusahau kule kughafilika. Kusahau Allah anachukulia ni ile dharau, kwamba kakupa jambo, kakuagiza jambo, kakukataza jambo, wewe ukapuuza. Alilokuamrisha ukaliacha, alilokukataza wewe ukafanya, maana yake umepuuza agizo lake. Ndio asema umemsahau. Maana kama umemsahau hivi. Sasa kama nyinyi ni waumini, la takunu kalladhina nasullaha, msiwe kama wale watu ambao wameyasahau maagizo ya Allah, wakayapuuza na kuyaweka nyuma ya migongo yao. Wanaofanya kosa hili la kudharau maagizo ya Allah, fa ansahum anfusahum, Allah na yeye huziacha zile nafsi zao katika hiyo dharau. Maana yake ni nini? Maana yake ingawaje Allah kaamrisha, kakataza, kaahidi thawabu ukifanya alichokuamrisha, na kaahidi dhambi na adhabu ukifanya alichokukataza, lakini kwa sababu tuko kwenye mtihani, kama kuna jambo kakuamrisha ukakataa kulitekeleza, yeye Allah ana nguvu, lakini hatumii nguvu zake kukulazimisha. Akakwambia wewe, si nimekwambia uswali hapa, mbona unazembea uswali? Utaswali ukitaka usitaki. Uwezo wa kutumia nguvu anao Allah, kama alivyosema, wala usha Allahu la amana man fil ardi kulluhum jamia. Kama Allah angetaka kutumia nguvu zake kutulazimisha tuwe watiifu, tukitaka tusitaki, tungeamini sote katika hii ardhi. Angetaka atufanye hivyo, ingewezekana. Lakini katupa akili, akatuandaa vyema, akatuacha tuko huru, akatupa khiari. Tunatumia uhuru na khiari vibaya. Sasa jambo kasema hili fanya, na faida yake kakupa, utapata faida hii. Wewe kwa akili yako ukasema mimi sijaiona hiyo faida, halina maana na mimi unaliacha. Hii ndo kusahau kwenyewe, ambao ni kudharau. Allah anasema ukidharau fa ansahum anfusahum, wenye kudharau Allah huwaacha kwenye hiyo sahau yao. Ukilidharau ambalo yeye kaliona ni muhimu, wallahi hakulazimishi kwa nguvu yake ulifanye. Utaendelea kulidharau leo na kesho mtondogoo mpaka muda wako unaisha hujalifanya. Yeye anaweka kumbukumbu tu, mja wangu nimemuagiza jambo kanikatalia. Mtihani wako hapo unakuwa unaenda kwenye failure, umefeli. Kakukataza jambo, kakupa na madhara yake, akakutolea na mifano ya wenzio waliopita kabla yako walifanya kosa kama hilo na adhabu waliowapa, na wewe unaishi juu ya ardhi hii unarudia makosa yale yale. Jambo limekatazwa, wewe mwenyewe tu kwa sababu nafsi yako imelipenda unalifanya. Ukilifanya jambo lililokatazwa, aliyekukataza hatumii nguvu yake kukulazimisha uliwache. Utaendelea kulifanya shughuli yako mpaka muda uishe. Yeye anachofanya ni kutunza kumbukumbu tu, mja wangu nimemkataza jambo kwa faida yake mwenyewe, kanikatalia. Sasa siku ukiondoka hapa, ndo unaona madhara ya kuamrishwa ukakataa kutekeleza, au kukatazwa ukafanya ulilokatazwa. Siku ya roho kutoka, ndo unaona madhara yake. Alichokifanya Allah, wewe uliposahau kakuacha kama ulivyo kwenye sahau yako. Wewe ulipoyapenda aliyoyakataa, kakuacha kama ulivyo na mapenzi yako. Wewe ulipochukia aliyokuamrisha, kakuacha kama ulivyo na chuki yako.
Wewe si ukupenda, sawa, yeye anatunza kumbukumbu tu. Na ndio maana akatuita kwa lugha ya imani, enyi waumini, akatuambia wala takunu kalladhina nasullah, nyinyi kama waumini msiwe kama wale wanaodharau maagizo ya Allah. Nyinyi yathaminini maagizo yake na muyafanyie kazi. Waliodharau maagizo ya Allah faamsahum anfusahum, na yeye Allah akaziwacha hizo nafsi zao kwenye dharau yao, kwenye kusahau kwao. Ulaika humul fasiqun, hao mbele ya Allah ndo wanatambulika ni watu walioasi, wahuni. Mkifanya na nyinyi kosa hili mnakuwa kama wao. Usiibe, unaiba. Usidhulumu, unadhulumu. Usizini, unazini. Usiseme uongo, wendo hobi yako. Usisengenye, unasengenya. Swali basi mja wangu hutaki. Tubu basi hayo makosa ushakosea, tubu ila Allah taubatan nasuha. Hata kuleta toba hutaki. Hasa uambiweje, ufanyweje? Faamsahum anfusahum, Allah huwaacha watu kama hawa wabishi katika hiyo dharau yao mpaka siku ya kukutana naye awaonyeshe matokeo ya ile dharau walioifanya. Ulaika humul fasiqun, hawa ni watu ambao mbele ya Allah wanahesabika waasi. Wameishi kwa kuto kufuata utaratibu, wamekwenda kwa Mola wao wakiwa wamekosea, na kama unaenda hivyo umekosea, unalipwa matokeo ya makosa yako ambayo hayakuwa kwa bahati mbaya, ni makusudi umefanya. Mtume kaletwa, kitabu cha mwongozo kimekuja, aya zake zimesomwa na ukazielewa, lakini mwenyewe kwa makusudi ukaamua kufanya tofauti, ukafanya kile roho yako inachopenda. Watu wa mjini wanasema anafanya kitu roho inapenda. Kwa hiyo kama unafanya kitu roho inapenda, wewe fanya tu, hakuna atakayekulazimisha uache. Kama yale unayoamrisha unayoona magumu au hayana maana, wewe awache tu, hakuna atakayekulazimisha ufanye. Lakini siku zako za kukaa hapa zinahesabika, na muda ukisha unaondoka. Matamu na machungu ya matumizi ya dakika zako utayaona siku ya kutolewa roho. Maana siku ya kufa mtu anakuwa na akili nzuri, yote huwa anayafahamu. Kama alivyosema Sayyidina Ali, annasu niyamu, watu hapa duniani tunakuwa kama tumelala vile. Tuko hai, tumacho, lakini kiuhalisia hapa duniani watu tunakuwa kama tuko usingizini. Faidha matu ntabahu, pale wakifa watu ndo wanatanabahi. Anaona mtu makosa aliyoyafanya, hasara iliyomkabili, mazingira magumu anayokwenda kukaa, pale ndo anaona. Idha matu, wanapokufa, intabahu, ndo watu wanatanabahi. Wa idha ntabahu nadimu, wakitanabahi kila mtu pale huwa anajuta, lakini majuto hayasaidii kitu. Wa idha nadimu la yanfa'u nadam, wakijuta baada ya kuishi, baada ya kuondoka maisha haya, majuto baadaye huwa hayana manufaa, hayamsaidii. Kwa hiyo tubu, utubie, omba msamaha. Ukijisikia umekosea, omba msamaha. Na kutubu kwa Allah maana yake ni jambo lisilotakiwa. Siku ukisema nimetubu, usilifanye tena, na wala lisipite katika roho yako ukawa unalishangilia, unalishabikia. Masharti ya toba ni matatu makuu. Kwanza ni kuacha kosa. Kimbia ile jambo kosa halifai, achana nalo hata kama umelizoea na unalipenda. Kosa lako ni kupenda kitu ambacho Mola wako anakichukia, unakinzana naye, hamuelewani. Sasa hakitakiwi na unajua hakitakiwi, achana nacho. Hata kama unakipenda, umekizoea, achana nacho mara moja. Hiyo ndio sharti ya kwanza ya toba. Kutubia kosa ni lile kosa kuliacha, ujivue nalo. Sharti ya pili, uwe unajuta katika nafsi yako, kwa nini nikafanya kosa hili? Kwa sababu kama hujuti,
moyoni mwako yanabakia yale mapenzi ya kitu ambacho kwa Mola wako kinachukiza. Kasema enzi zangu mimi, maana kama yale uliokuwa unayafanya yanakufurahisha wakati Mola wako yalikuwa yanamchukiza. Sasa futa kabisa moyoni mwako mapenzi ya kitu kinachochukiza na ujute kwa nini ulifanya kitu kama hicho. Allah akikuona kutoka moyoni umejitakasa, hapa ndo anakuwa yuko tayari kukusamehe. Na sharti ya tatu, utie nia madhubuti kwamba jambo hilo hutofanya tena kwenye maisha yako. Uliache, ujute kwa nini ulifanya, na uweke nia kwamba sitolifanya tena. Ukifanya maamuzi hayo na Allah awe anajua kweli kutoka moyoni umekusudia, ukishafanya hivyo tu Allah kisha kusamehe yote uliofanya, yawe ni mauaji, ushirikina na madhambi makubwa makubwa yote. Ushasikia hili jambo halifai na unaamini kweli halifai, basi fanya taratibu hizo, itakuwa ndo toba yako kwa Allah. Jingine katika masharti la ziada au la nyongeza, kama ulikuwa ni dhalimu, umedhulumu haki ya mtu, na siku ulipofanya maamuzi hayo ile haki unayo, unatakiwa umrejeshee mwenyewe. Pengine jana uliiba lakti ya mtu ya dhahabu, ukaja ukafahamishwa ubaya wa wizi, lakti ya watu unayo, mwenyewe anasikitika huko aliko. Toba yako ili ikamilike, hii haki ya mtu mwenyewe umrejeshee. Kama utamrejeshea wewe mwenyewe physically, utamtuma mtu, jamani kanitakieni radhi, mpeni kitu chake, mradi umrejeshee mwenyewe, uondoshe yale masikitiko yake, na wewe ndo uwe msafi, umkabili Mola wako akusamehe. Ni hayo tu masharti ya toba. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kuhusiana na aya hii, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Akasema hii mtu kukaa akajifikiria jema gani kesha tanguliza kwa ajili ya kesho, ni jambo muhimu katika maisha ya muumini. Lakini anasema almar'u baina alajalaini, mtu yeyote huyo ambaye huwa anajifikiria, akikaa pahala kujifikiria, anakuwa yuko baina ya vipindi viwili vya wakati. Ajal ni muda, kwa hiyo kuna muda wa aina mbili, na wewe ndo umekaa katikati hapa, kama ni kitandani kwako, juu ya kochi, juu ya msala, umekaa unafikiria, hivi mimi tangu nije duniani nishasoma sana kwenye Qur'ani sifa za watu wema, mema walioyafanya ambayo Allah kawasifia. Mimi ninafananaje na hawa watu? Nimefanya lipi la maana? Kuna watu yako wamefanya yakasifiwa, tunatakiwa tuwaige. Hasa hawa wamefanya hichi, mie nimefanya nini? Nifahamu, utajikuta ulichokifanya. Madamu upo duniani hapa, hujakaa bure, kuna mambo mengi unafanya wewe mchana na usiku. Sasa hayo unayoyafanya yote ndo amali zako. Jiulize, hizi amali zote ulizofanya tangu nije duniani, muna zamana zozote za kunisaidia nikiondoka duniani? Kwa hiyo hapa kuna kitu kinatuongoza, almar'u baina alajalaini. Mtu huyu anayekaa kujifikiria akhira yake na dunia yake, pale alipokaa kitako, anakuwa kakaa baina ya vipindi viwili vya wakati. Baina ajali ma qad mada, yupo baina ya muda aliyokusha kuutumia. La yadri ma Allahu qadin fihi, na huwa hajui mtu yoyote muda aliyoutumia Allah kamhukumia nini, kapatia kakosea, anaenda janna au anaenda jahannam, karidhiwa au kakasirikiwa, hakuna mtu anayejua. Hata hawa watendaji wanaotenda mema wanatenda, akesha mtu anajiuliza, sijui kama amali yangu imekubaliwa. Maana inawezekana umeingiza kitu kikabatilisha amali yako. Sasa unafanya, unajitahidi kufanya kwa ikhlasi, lakini usiwe na overconfidence.
ukajiamini sana kwamba mimi ni mtu wa peponi tu na ngojea nife nende peponi, uweke na upande wa pili tahadhari, sijui kama nilichofanya kimekubaliwa. Wewe unafikiria akhera yako, lakini ujiulize muda uliokushakuutumia kabla hujenda uko akhera, ndo uko hai hapa unafikiria, utajikuta kuna muda umeshautumia. Mimi niliyoko mbele yenu hapa nilikuwa mtoto kwetu, nimenyonya kwa mama, niliishi maisha ya udogo, nimekuwa, nimesoma madrasa, nimefanya hichi na hichi na hichi, lakini siku zinaenda kama kucheza. Sasa hivi ndo ninaonekana kizee, meno yameng'oka, ndevu zina mvi na nywele mvi tupu, ndo mie na naweza nikakaa nikarecall kwa kiasi fulani maisha yangu ya hatua zote za nyuma, lakini nikijiuliza muda wote niloishi juu ya ardhi hii, kuna jambo hasa la maana la kutegemea kwamba mimi nikiondoka linanifaa huko mbele? Silioni. Sijui kitu cha maana chenye uzito ambacho nimefanya hichi nitajivunia nikiondoka duniani, huenda kikawa msaada kwa. Kila mtu anapaswa awe anafikiria hivyo. Wa baina ajali ma qad baqiya, na anajikuta yuko baina ya muda ambao umebakia. Maana madamu uhai unafikiri, muda ule kuutumia ufikirie, lakini ukishaufikiria huu muda, la tadri ma Allahu qadhin fihi, hujui wewe Allah kakuhukumia nini kwenye muda wake wote uloutumia. Umepatia ulioyafanya au umekosea, wewe mwema au muovu, hujui, kwa sababu mtu hajipasishi mwenyewe, kuna anayempasisha mtendaji. Mtu hajisifu mwenyewe, yuko ambaye anaweza akamsifia. Yule ambaye unafanya kwa ajili yake na akawa karidhishwa na ulichofanya. Fala tuzaku anfusakum, Allah amesema kwenye suratul Najmi, msijitakase wenyewe, huwa a'lamu bimani taqa, yeye Allah ndo anamjua kati yenu nani kamcha Mungu, nani kapatia, nani yuko vizuri, yeye ndo anayemjua, sio nyewe wenyewe. Nyewe ni watu wa kujisifu, kujikweza, kujifagilia. Msijitakase wenyewe. Kwa hiyo muda ulioutumia hujui Allah kauchukuliaje, umefanya vizuri au umeharibu. Wa baina ajali ma qad baqiya, na utajikuta huko baina ya muda uliobakia, muda uliotumia na uliobakia. Kama umekaa uhai unafikiri bado muda upo, ndo mauti hayajakufika, hata kama dakika 5 zipo mbele, ni muda huo na ni muhimu sana kwako. Lakini siri iliyopo, ajalu ma qad baqiya, muda uliobakia, la yadri ma Allahu sani'un fihi. Huyu mja anayefikiria muda uliobakia huwa hajui nini Allah atamfanyia. Muda uliopita ushafanya mengi, lakini hujui kama yamekubaliwa, yatakupeleka pema. Na muda uliobakia hujaufika, hujautumia, lakini hujui Allah kakupangia kukupa mtihani gani. Wengine huwa wanaanza vizuri, kazaliwa Muislamu, kalelewa Kiislamu, kasoma madrasa, si mjinga, anajua kila kitu, akaishi muda mrefu katika kufanya mambo kwa mujibu wa maadili mema ya dini, kwa sababu ndivyo alivyolelewa. Lakini Allah baadaye akaja akampa mtihani ukasababisha aharibike. Pengine alikuwa mnyonge nyuma, maskini, hatua za mwisho huku utu uzimani akaja akapata neema ya mali, akawa tajiri. Utajiri sasa ukampa batara, akasema nimepoteza muda wangu mrefu, sasa hivi ndo muda wangu wa kustarehe. Anastarehe uzeeni, akaacha ibada, akaacha ikhlasi wakati wa kutenda mambo yake,
akawa ni mtu wa vurugu na fujo mpaka mauti ghafla yanamnyakua. Kama alikuwa ana tabia hii ya kufikiria matumizi ya muda wake, muda mwingi wa nyuma kautumia vizuri, anaweza akajipa moyo, lakini anakuja kupewa mtihani mwishoni unamuharibia yote mazuri aliyoyafanya, na mtu huhukumiwa vile anavyomalizia. Sasa kama ulioutumia hujui umechukuliwaje, na unaokuja hujui utapewa mtihani gani, panahitaji umakini mkubwa sana. Huu muda ulioutumia na hujui ukoje, ulete toba sana na istighfari. Na muda uliobakia hauja kufika mitihani yake, umuombe sana Allah msaada na uchukue tahadhari. Uwe na umakini wa kupanga na kuchagua lipi linafaa, lipi halifai. Usije ukaingia kwenye mtego kama sasa hivi tunaingia kwenye mambo ya kisiasa. Jaza fomu, tunakupenda uwe mbunge wetu, tunataka uwe hivi, uwe hivi. Sasa hivi uko 5 salawati, unakuja madrasa, wengi wako kwenye mambo yao sasa hivi na starehe zao. Wewe unajitahidi kwenda kwenye majalisi za kheri. Ukihisi hili wanaloniitia litaniharibia, hata kama unaliona ni zuri, waambie kwa hili si saizi yangu, siliwezi. Kwa tahadhari tu, usije ukamwasi Mola wako ukamalizia muda wako vibaya. Maana ukichukuliwa na kundi la watu wenye tabia zao wenyewe wanavyojuana, wana sera zao, wana dira zao, wewe huwarekebishi wale watakurekebisha wewe uishi wanavyotaka. Mmenifahamu vizuri? Huwezi kusema mimi mtu na akili yangu timamu. Wanaopotoka wote wanakuwa na akili zao timamu, wasomi na kila kitu. Kwa hiyo wewe mwenyewe uwe na umakini wa kujua hili jambo nalimudu, hili jambo silimudu, hili jambo kwangu lina kheri, hili lina shari. Ujue kufanya maamuzi sahihi kwa kutafuta radhi ya Allah na kutengeneza mazingira ya kumalizia muda wako vizuri. Hapa duniani tunapita tu, na mwisho wa safari ni kifo. Tunaondoka duniani kwa kifo, lakini kifo sio mwisho. Kuna vituo vingi tunavyopita mpaka ufike kwenye kituo cha mwisho kabisa, aidha peponi au motoni. Wala takunu kalladhina nasullah, wala nyinyi waumini msiwe kama wale waliodharau maagizo ya Allah. Bimaana msiyadharau, mwafanyie kazi. Faamsahum anfusahum, waliodharau maagizo ya Allah na yeye akawaacha katika ile dharau yao. Wamesahau na yeye kawasahau, ndo maana yake. Si umesahau basi na mimi nabakia kukuacha katika sahau yako. Ulaika humul fasiqun, hao ni watu walioasi kwa Mola wao. Na aya ya mwisho katika 3 nilizosema nitazisoma inasema la yastawi ashabun nari wa ashabul janna, hawawi sawa sawa watu wa motoni na watu wa peponi. Usawa gani? Hapa duniani tumechanganyika, waumini na makafiri tuko hapa tumechanganyika, tunaamiliana, tuna kila kitu. Lakini inawezekana mtu kafiri anatenda maovu akasema mimi hata nikirudi kwa Mungu wangu mambo yangu yatakuwa mazuri hivi hivi. Wala irji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna, si mnaniona nilivyo hapa, mimi mheshimiwa, mimi nina mali na hivi, nyota njema huonekana asubuhi. Kwa hiyo mimi hata nikifa hivi vitu vyangu ninaenda navyo huko akhera, huko nitakuwa mheshimiwa vile vile. Inatengenezeka picha kwamba huyu mtu ambaye hapa duniani mnyonge, hana maisha, huyu hata tukirudi kwa Mungu anakuwa hivyo hivyo. Kwa hiyo watu wengine wanadhana ya kwamba kama hivi tulivyo hapa duniani na huko akhera ndo tunaenda kuwa hivi. Kama kufufuliwa kupo, maana haamini vizuri. Kama kupo kufufuliwa, basi mimi na maisha yangu bwana, sibabaiki, mimi na mali zangu. Wewe una mali uipate wapi na unaenda na sanda tu peke yake kaburini? Mali unawaachia wengine wanarithi huko, wanavuruga. Kwa hiyo Allah anachotutahadharisha
la yastawi ashabu nari wa ashabu aljanna, hawawezi kuchukuliwa sawa sawa watu wanaostahiki kwenda motoni na watu wanaostahiki kwenda peponi, mchukulie sawa sawa. Afahasiba alladhina ijtarahu sayyiati, kwenye aya nyingine ya suratul Jathia Allah anasema afahasiba alladhina ijtarahu sayyiati, hivi wanadhania wale watu wanaoishi kwa kujichumia makosa tu hapa duniani, wanahisi an naj'alahum kalladhina amanu wa amilu salihati, kwamba na wao nitawajalia sawa sawa kama hawa wanaojituma katika imani yao na kufanya mema. Hawa wanafanya maovu lakini wanajipa moyo wataenda peponi, wanafikiria hawa nitawachukulia sawa sawa na hawa ambao wameamini maagizo yangu na wakayafanyia kazi. Saa ma tahkumun, mnahukumu vibaya. Hivyo mnahukumu vibaya, kwamba duniani wewe uliokatazwa umeyafanya yote, umeamrishwa ulioamrishwa na ukahimizwa ukayaacha yote, lakini bado unajihesabu ni mwema na huna wasiwasi, unafikiri unaenda mahala salama. Wewe na huyu aliyejituma kufanya mema muwe sawa sawa? Inaingia akilini hiyo? Ndio Allah akasema saa ma tahkumun, hisabu zenu mbovu, mnahukumu vibaya. Hawatakuwa treated sawa sawa walioamini maagizo halafu wakaishi kuyafanyia kazi, wachukuliwe ni sawa sawa na wale ambao hawakuamini na hawakufanyia kazi chochote, huko wakaenda wote wawe sawa tu. Something never happened, hicho kitu hakitotokezea. Ashabul janna, watu watakaopasishwa kuwa hawa wa peponi, humul faizun, hawa wamefuzu. Faizun inatokana neno alfauz. Alfauz maana yake ni matokeo yanayopatikana baada ya juhudi, ni mafanikio yanayokuja baada ya juhudi ya muhusika, ndio inaitwa fauz. Sio uteuzi. Haitotokezea kwamba siku ya kiyama Allah atauliza hawa pia hawa Zanzibari, hawa Zanzibari walikuwa watu wazuri, waislamu wote, Zanzibari mpelekeni. Hakuna kitu kama hicho. Nimefahamu vizuri eh? Huendi kuhukumiwa kwa sababu ya location uliokuwepo. Ulikaa na watu waheri, watu wema katika familia yako au kwenye mji wako, na wewe uhesabiwe miongoni mwao? Hapana. Kila mmoja atafaulu kwa jitihada yake mwenyewe. Ashabul jannati humul faizun, watu watakaostahiki kwenda peponi baada ya ukaguzi mpana wa matendo yao, matumizi ya muda wao duniani, wanakutikana wametumia dakika zao vizuri na wameyafanya kwa kiasi cha kuridhisha yale maagizo waliopewa. Hawa ndo wamefaulu. Hawaendi peponi kwa uteuzi wala kwa sababu ya kuzingatia familia zao. Na mifano ya hayo imo mingi kwenye Qur'ani, lakini nitoe mifano miwili na nimalizie mada yangu kwa leo. Mifano miwili imo katika suratu Tahrim, aya zake za mwisho ni aya ya 10 mpaka ya 12. Sura ile ina aya 12. Kwa hizi aya zake za mwisho ndo zinatupa mifano ya watu. Daraballahu mathala lilladhina kafaru, Allah amepiga mfano wa watu makafiri, watu waliokufuru. Mfano huwa unawasaidia sana waumini kwa sababu wanapata mazingatio, na kwenye mazingatio watu huwa wanawaidhika, wanapata mawaidha. Ndio Qur'ani ikaja na mifano, ikatoa visa vya watu wa zamani, vyote vina msaada kwetu. Kama tunazingatia tunapata mawaidha. Daraballahu mathalan, Allah amepiga mfano, uzingatiwe vizuri. Lilladhina kafaru, mfano wa watu waliokufuru. Maana yake anamaanisha makafiri wa kupigiwa mfano katika dunia hii ni watu hawa: imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin, ni wanawake hao.
Makafiri wa kupigiwa mfano ni wanawake hawa wawili, mke wa Nuhu na mke wa Lut. Nuhu na Lut ni mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, wametumwa kuja kuwaongoza watu hapa duniani. Wake zao, companions wao, walikuwa ni makafiri. Si makafiri kwamba wamesema hakuna Mungu au wamemkanusha mtume. Aya inajieleza yenyewe, tuisikilize kwa makini. Hawa wameitwa makafiri si kwamba walikuwa wametoka nje ya ndoa wakafanya kuwasaliti waume zao. Kuna kitu wamefanya, hichi ndo kimetafsiriwa ukafiri. Mraata Nuhin wa mraata Lutin, mke wa mtume Nuhu na mke wa mtume Lut. Hawa Allah kawapigia mfano kwenye ukafiri kwa sababu kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Hawa walikuwa ni wake wa ndoa, wako chini ya himaya na uongozi wa waja wetu wawili miongoni mwa waja wema, mitume. Kosa lao fakhanatahuma, wamewafanyia khiana waume zao. Fakhanatahuma, wanawake hawa wawili waliwafanyia khiana waume zao. Hawakuishi kwenye zama moja, hawa wameishi zama tofauti. Nuhu katangulia huko zamani, Lut ikaja hii miaka ya karibuni wakati wa Nabii Ibrahim alayhi salam. Lakini matendo yao yamefanana, ndo wakatumika kupigiwa mfano, na sisi tujifunze kwa huo mfano, tusiwe katika mfano mbaya. Wamewafanyia khiana waume zao, falam yughniya anhuma min Allahi shay'a. Kile kitendo cha kuwa hawa ni wake wa mitume, wake wa watu watukufu, hakikuwasaidia chochote mbele ya Allah. Waqila dkhula an-nara ma'a dakhilin, hawa wote baada ya kufa wameambiwa nyinyi ingieni motoni pamoja na wenye kuingia. Kwa hiyo kama mtume Nuhu alikuwa na mke wake mmoja, ndo huyo huyo kamkosa peponi, anaenda Nuhu peke yake. Bwana mwema anaenda peponi, bibi muovu anaenda motoni. Sasa mashekhe wanasema hii neno fakhanatahuma khiyanatun fi dini. Hawa wanawake wamewakhini waume zao si kwa kutoka nje ya ndoa, wamewafanyia khiana kwenye dini. Huyu mume ni mtu wa dini, ana jukumu la kusimamia mambo ya kheri yaliyotumwa na Mola wake. Mke hakuwa na ushirikiano na mume wake kwenye majukumu yake ya kazi, walikuwa wanapingana. Kuna kisa kimesimuliwa cha nabii mwingine, Nabii Yunus kama sikosei, na sio Yunus, ni nabii, atakuwa Yunus au Ayub. Alipata mke mmoja mkorofi mpaka watu waumini wa kawaida wanamwambia, ya Nabii Allah, inna hadhihi almar'a la tasluhu laka bibali. Ewe nabii wa Allah, mke kama huyu mbona hakufai? Huyu sio kufu yako, kwa nini unang'ang'ana kukaa naye tu? Akawa jawabu zake anawaambia, mimi nimemuomba Allah subhanahu wa ta'ala anipunguzie mitihani kama mitihani aliyowapa wenzangu, na akaniambia kama unataka upunguziwe mitihani basi muoe mwanamke fulani. Yani kupunguzo kubwa la mitihani yako litakuwa katika kustahamili kuishi na mwanamke huyu. Allah kaumba mwenyewe, anajua viumbe wake. Kwa hiyo kamuoa huyo mwanamke, mke wake wa ndoa, lakini aliyomfika bora hiyo mitihani waliopewa wenziwe. Maana mwanamke mropokaji, akiwa na lake halisemei ndani, anasema nje.
na wakati mwingine anamshambulia mumewe hadharani, wakati kuna watu ambao wanamheshimu, wanajua huyu ni nabii wa Allah. Mwanamke anakuja anaambia, anta alladhi tazumu annaka nabii, wewe ati unadai mtume mbele za watu. Sasa wale waumini binafsi wanamuonea vibaya kiongozi wao, ndio wakawa wanamwambia huyu hakufai. Akasema kumwacha siwezi, kwa sababu nimemuoa kwa agizo la Allah. Sehemu kubwa ya mitihani waliopata wenzangu, mimi ndo nimepewa kwa kustahimili kukaa na mwanamke mwenye tabia kama hizi. Kwa hiyo wanawake ndo Allah kawatumia kupigia mfano. Nabii Nuhu kwa mfano, Nabii Nuhu yeye kapambana na ushirikina, watu wake wanaabudia masanamu. Lakini kitendo cha mke wa Nabii Nuhu kilikuwa kinaonyesha haridhishwi na kazi ya mumewe. Inahusu nini? Kwani si waachie tu? Mke wa mtu kama huyu alikuwa ni msaada mkubwa, anatoa ushirikiano kwa watu ambao mume wake ni maadui zake, anawasaidia maadui wa mumewe, kwamba lile jambo la mjini huyu bibi ndo analishabikia, anasapoti kinachofanywa na watu ambao wanapingana na mume wake, hata kama hana mahusiano nao ya kimapenzi. Na nyumbani bibi, bwana pika pakua, nidhamu ya nyumba iko kama kawaida, lakini masala ya kiimani huyu bibi alikuwa hayuko pamoja na mumewe, kama hautambui vile utume wa mumewe. Hiyo ndo khiana aliyoifanya. Na mke wa Nabii Lut alayhi salam, Nabii Lut tunajua watu wake walikuwa wana makosa mengi, kama mtume alivyosema, kana liqaumi lutin 11 jarima. Watu wa Luti walikuwa wana makosa mabaya 11, lakini kubwa lao linalojulikana, itiyanu rajuli ba'daha, itiyanu rijal ba'dhum bi ba'd. Walikuwa wanaingiliana wanaume kwa wanaume. Watu wake walikuwa hawataki kuoa wanawake, walikuwa wanafanya mapenzi ya jinsia moja. Sasa hili jambo ambalo Luti anapambana nalo, mkewe ndani ndo alikuwa analishabikia. Sijui kama mnanifahamu nikisema au. Siku walipokuja wajumbe wa Allah kuiangamiza nchi ya Sadum, malaika wamekuja kwa sura ya binadamu, watu kama 11 hivi, wanaongozwa na Jibril alayhi salam. Wamekuja kwa sura za kibinadamu, hata Nabii Luti mwenyewe hakuwajua, kawaona ni wageni wa kibinadamu. Wamefika nyumbani, Luti hayupo. Luti alikuwa na mkewe na watoto wake wawili wa kike. Watoto wake Allah kamsaidia, wamenyooka, wamefuata dini ya baba yao, wacha Mungu. Mke kapinda, yale mambo ya mjini ndio yeye anayashabikia. Sasa siku walipokuja wageni hao wa kuangamiza, Luti wamemfuata huko bondeni, katoka nao kapita nao njia za panya, mwituni, akatokezea nao nyumbani, waje wakae wazungumze, ili asikilize shida zao, halafu kama ni wasafiri awaelekeze njia salama, hapa si salama, msikae. Basi Luti kaingia nyumbani na wageni wake, mke wake katoka kwa mlango wa nyuma huyo, kaenda vijiweni huko kwa mababe, akaenda akawaambia, jamani, leo nyumbani kuna wageni, mtafaidi kweli kweli, watoto wazuri, sijapata kuona mfano wake. Mume anapambana na jambo baya kama hili, mke analipa nguvu, analisaidia, tena hata kwa wageni wa mumewe nyumbani. Mmeona hiyo picha? Kwa hiyo hawakustahiki, sio pea sahihi mke kama huyu kuwa chini ya mume kama huyu. Kwa hiyo Allah akawaambia, udkhula an-nara ma'a dakhilin, nyinyi ingieni motoni pamoja na wenye kuingia. Hawakuwa wake sahihi wa watu kama hao. Wadaraba Allahu mathalan, na Allah amepiga mfano mwingine. Huu ni mfano wa watu wabaya, makafiri wa kupigiwa mfano
ni wake wa mitume wa Allah, hawakunyooka kwenye dini. Kwa hiyo wewe ukishika dini yako inakuwa ni maudhi kwa mkeo, hamfanani, hamwendi sambamba. Au mke kashika dini, mume dini ya mkewe anaiona ni tatizo, hawako sambamba. Kwa hiyo Allah kapiga mfano mwingine wa waumini, wadaraba Allahu mathalan lilladhina amanu. Allah amepiga mfano wa walioamini, waumini wa kupigiwa mfano. Wa kwanza, imraata Firaun, ni mke wa Firaun. Angalia, the opposite is the case. Kwa mitume kumepigwa mfano wa makafiri. Kwa Firauni ambaye kajiita yeye mwenyewe ndo Mungu na watu wake wamuabudie, katoka muumini wa kupigiwa mfano. Idh qalat, mwanamke huyu ni muumini wa kupigiwa mfano pale aliposema, rabbi ibni li indaka baitan fil janna, Mola wangu naomba unijengee jirani na wewe uko uliko nyumba peponi. Wanajini min Firauna wa amalihi, na kuomba uniokoe na Firauni na matendo yake. Wanajini min alqaumi zalimin, na uniokoe na watu madhalimu hawa, Firauni na serikali yake. Huyu ni mke wa mfalme tajiri maarufu mwenye dola kubwa. Anachokitaka ndicho anachokula, anapotaka anaenda, lolote atakalo linakuwa. Lakini hakuona tija kwenye maisha ya starehe ya duniani chini ya ukafiri wa kumkufuru Rahmani. Kastahamili adhabu mpaka akafa kwa kutaka radhi ya Allah. Asa imani ya mwanamke huyu haikuharibiwa na ukafiri wa mumewe. Yeye ni muumini wa kupigiwa mfano, kaichukua imani kwenye mazingira magumu na kastahamili shida mpaka Allah akamhitimisha, akamuondoa duniani kwenye tabu, hali ya kuwa si wa kupata tabu. Anayependa raha hata kama mumewe jambazi wa kutumia silaha, yeye anataka mshiko uwepo nyumbani tu. Jamaa akenda akapiga mshindo, anaachiwa milioni 100, milioni 150, gari la bei mbaya bibi anaendesha, yeye hajui mumewe anafanya nini, anachotaka mambo yanyoke. Huyu hakuwa hivyo. Huyu ni muumini wa kweli, hakuwa hivyo. Kataka radhi ya Allah, kaachana na dunia na raha zilizoko kwa mumewe kwenye ndoa yake. Na mwanamke mwingine wa kupigiwa mfano katika imani wa Maryam binata Imran, na mfano mwingine wa waumini ni Maryam mtoto wa kike wa Imran, allati ahsanat farjaha, ni mwanamke ambaye aliuhifadhi utupu wake, hakutumia hapo mwili wake vibaya. Fanafakhna fihi min ruhina, tulipulizia kwenye mwili wa mwanamke huyu roho inayotokana nasi, akabeba ujauzito bila ya kuingiliwa. Wasaddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi, mwanamke huyu alikuwa ni msomaji wa kitabu cha Mola wake, kayatekeleza maagizo yaliyomo kitabuni na maagizo waliofundisha mitume wa Allah. Wakanat min alqanitin, mwanamke huyu alikuwa yuko katika orodha ya watiifu, watu watiifu. Na imekuja aya kwa sigha ya jamu mudhakkar, kanat min alqanitin, mwanamke alikuwa yuko katika orodha ya waliofaulu, waliofanya vizuri mitihani yao. Kwa hiyo performance yake ni kubwa, ana compete na wanaume waliofanya vizuri huyu mama. Kwa hiyo ni mtu tu kama aya zilivyotuelekeza za suratul Hashri, kila mtu ajikague. Kuna waliosifiwa wameperform vizuri, wewe unafanana nao, na kuna waliosifiwa wamefanya vibaya sana, wewe hulingani nao. Ujicheki kabla siku zako za kukaa kwenye ardhi hii hazijaisha, ufanye vizuri. Nimalizie maneno yangu kwa kusema, kana li Daudi ad'iyatan yad'u biha rabba, Nabii Daudi alikuwa na dua yake mwenyewe, anamuomba Mola wake. Nabii Daudi alipata wadhifa katika umri wake wa ujana,
Na Nabii Daudi Allah kamrundikia vipaji vingi mahala pamoja. Alikuwa mfalme, halafu kapewa utume, alikuwa msomi, na alikuwa tajiri. Alikuwa na utajiri mkubwa ambao aliupata kwa kazi ya kufanya kwa mkono wake mwenyewe, sio mali ya kunyang'anya. Daudi alikuwa yuko vizuri. Lakini Daudi katika umri wake huo mdogo, kwa imani yake na tauhidi aliyokuwa nayo, alimuomba Mola wake maombi 8. Kasema, Allahumma inni as'aluka arba'an wa a'udhu bika min arba'in. Mola wangu ninakuomba mambo 4, unipe 4. Na ninajikinga kwako na mambo 4. Haya 4 niepushie. 4 nipe, 4 usije ukanipa. 4 aliyoomba Daudi kasema, as'aluka lisanan dhakira wa qalban shakira wa badanan ala albala'i sabira wa zawjatan tu'inuni ala umuri dini wa dunyaya. Mambo 4 aliyoomba. Mola wangu ninakuomba unipe ulimi utakaokuwa unakutaja wewe mara kwa mara. Sisi ndimi zetu zinaimba tu nyimbo za Zuchu, za nani, wengine husema za Kihindi, wala hilo lugha haijui, lakini kazikariri nyimbo anaimba za Kihindi, za Kizungu, za hivi. Ndio hobi yake. Kumbe kuna maneno yana faida kubwa tu, yana thawabu nyingi tu, mepesi sana, lakini huwa yanadharaulika. Mtu haoni faida yake, anakwenda kushughulika kuutumia ulimi wake kutamka kwa muda mrefu maneno ya kipuuzi yasiyo na maana yoyote. Daudi kaomba ulimi wake uwe unamtaja Allah mara kwa mara. Huyo mtu mwanamume na shughuli zake ana mengi, lakini kipaumbele chake ni hicho, lisanan dhakira. Nipe ulimi utakaokuwa unakutaja wewe Mola wangu mara kwa mara. Wa qalban shakira, naomba unipe na moyo wenye shukurani. Moyo wangu wewe una shukurani. Au mapokezi mengine imekuja wa qalban khashia, nipe moyo mnyenyekevu utakaokuwa unakubaliana na matakwa yako. Moyo wangu upende kile ambacho wewe unapenda. Na la 3 akasema wa badanan, na kuomba unipe mwili ala albala'i sabira, utakaokuwa na uwezo wa kustahimili shida, tabu, adhabu. Daudi alikuwa mwanajeshi. Tangu umri wake wa udogo ni mwanajeshi, na nchi yake mara kwa mara inaingia vitani. Sasa vita silele mama. Askari huyu kaomba Allah ampe mwili wa kikomando utakaokuwa kwenye mikiki yoyote ile ya shida unavumilia. Kama huna mwili wa kuvumilia, utasema dini yenyewe kama ndio hivyo, mimi basi naachana nayo. Asiwezi shida. Kaomba apewe mwili utakaostahimili mazingira ya kazi yake. 3 hayo. Lakini la 4 kaomba wa zawjatan, ninakuomba unipe mke tu'inuni ala umuri dini wa dunyaya. Nipe mke atakayekuwa ni msaada kwangu kwenye mambo yangu ya dini na mambo yangu ya dunia. Tukipanga na kujadili masala ya ibada, mke wangu tuwe tuko pamoja, anapenda. Sio simama tuswali, swali nimejichokea hapa. Tumeza kutwa na hata wakati kukaa tu ukasema kidogo na Mola wako, hasina time hiyo. Niachie, nimechoka. Hakutaka mke wa aina hiyo Daudi. Kasema nataka unipe mke tu'inuni, al-i'ana ni msaada. Nipe mke msaidizi, awe ni msaidizi wangu ala umuri dini, kwenye mambo yangu ya kidini, wa dunia na mambo yangu ya kidunia. Kama nilivyosema, alikuwa ni mtu tajiri. Kwa hiyo kwenye masuala ya mali, biashara na uchumi anisaidie tushirikiane. Kwenye mambo ya ibada, tukija kwenye miamala ya ibada, anisaidie tuwe tuko pamoja. Nataka unipe mke ambaye mimi na yeye tutakuwa ni pair inayoendana.
Ukipata tofauti ndio yatakuja kuwa kama hayo ya Nuhu na Lut. Mmenifahamu vizuri? Na Mtume katuhusia kuhusu suala la ndoa, kawahusia wanaume na kawahusia wanawake. Wanaume wakitaka kuoa, Mtume kasema chagueni mwanamke mwenye dini. Kwa hiyo hivi kutafuta mchumba usiangalie figa, uzuri wa sura na shepu, utakuja kwenda mchongo. Tabia na dini yake ndio vipaumbele. Na wanawake wanakija wachumba, usiseme tu riziki imekuja, kipaumbele ukaangalia ana pesa au hana, ana gari hana. Wameambiwa watafute mchumba au amkubali mchumba mwenye dini na tabia njema. Kwa hiyo hili Daudi ndio lilikuwa chaguo lake, ndio kipaumbele chake. Hayo ni mambo manne aliyoomba: ulimi utakaokuwa unamtaja Allah, moyo mnyenyekevu wenye shukurani, apewe na mwili unaostahimili shida kwenye mambo yake ya kheri, na apewe mke atakayekuwa msaada kwake kwenye mambo yake ya dini na mambo yake ya dunia. Na manne aliyojikinga nayo akasema, a'udhu bika min mali, Mola wangu ninajikinga kwako na kupata mali. Tajiri alikuwa, lakini hiyo mali aliyokuwa nayo alikuwa ana tahadhari. A'udhu bika min mali, Mola wangu ninajikinga kwako na mali yakunu wabalan alayya, mali ambayo itakuwa kwangu mimi ni adhabu, mali itakayoniangamizisha usinipe. Wayatamatau biha ghairi, alafu wakaja akastarehea mwingine. Mimi ninachuma mali inanipeleka motoni, lakini nikifa mimi nishakwenda motoni, mwingine anayerithi anakuja kustarehea, yeye hana kosa. Maana mali unaulizwa wewe ulichumaje, ulimiliki vipi, ulitumiaje. Ukishakufa umiliki wa mali ile unaenda kwa warithi wako. Warithi wakirithi hawaulizwi mali imechumwaje, haiwahusu wao, wamerithi. Kwao itakuwa ni halali yao. Kama wewe uliiba ukawaachia watoto mali ya kuiba, kesi ya wizi wa mali ile hawataulizwa watoto, unaulizwa wewe ulioiba. Wewe ulinyang'anya, halafu ukafilia mbali na unyang'anyi wako, watoto wamerithi mali yako. Watoto hawana kosa, wamerithi kwa baba. Kesi ya unyang'anyi wako itakukabili mwenyewe. Kwa hiyo Daudi kajikinga na hilo kwa Allah. A'udhu bika min mali, Mola wangu ninajikinga kwako na kuja kupata mali ambayo yakunu wabalan alayya, kwangu mimi itakuwa ni maangamizi. Wayatamatau biha ghairi, lakini watakuja kustarehea wengine. Usije ukanipa mali kama hiyo, mimi nipeleke motoni wastarehe wengine, sitaki. Wa a'udhu bika min waladin, na ninajikinga kwako na kupata mtoto yakunu alayya sayyida, mtoto ambaye atakuwa kwangu mimi ni bwana. Na sasa kwa umri tulionao haya mambo ni mengi maarufu. Mtoto ana sauti kwa wazazi wake. Mama kazaa mtoto wa kike, kajitahidi kumlea, kumwangalia afya yake, kampeleka shule, kasoma, wamejitahidi kubana huku na kule, wanamlipia fees. Sasa mtoto karudi chuo kikuu, yeye ndo anakuwa anawapelekesha wazee wake. Kasoma, wazee wamsikilize yeye, tena ana command, anaamrisha. Hajui hata ile daraja ya wazee wake kwake. Kwa hiyo mtoto ndo kawa bwana sasa, anatoa maagizo tu, hata ushauri na saha za wazazi wake hazisikilizi. Maana yeye kasoma, yeye ana pesa, yeye ana maisha, yeye yuko hivi, marafiki zake wako Ulaya, anajulikana kimataifa. Mashaka, heshima kwa wazazi hakuna. Daudi kajikinga na hilo, usije ukanipa mtoto ambaye kwangu mimi atakuwa bwana, simtaki. Kajikinga mapema kwa bwana, kwa Mola wake. La tatu kasema, wa a'udhu bika min jarin su'in, ninajikinga kwako na kupata jirani muovu. Jirani muovu, yani hapo nitakapoishi mimi usije ukanipa jirani muovu. Jirani muovu ana wasifu gani kwa mujibu wa Daudi? Kasema, idha raa minni sharran adaha au adhaa, anapoona shari kwangu anaitangaza.
ananipakazia mabaya yangu, na bila shaka ni lengo la kumvunjia mtu heshima au kumdharaulisha. Wa idha raa minni khairan ankara, lakini anapoona khairi yoyote kwangu anachukia. Usinipe jirani ambaye shari zangu anazitangaza haraka tu, lakini khairi zangu zinamuuma, anachukia, hapendi mafanikio na maendeleo yangu. Jirani kama huyo usinipe. Majirani anakuwa ndo ndugu yako wa karibu. Ndugu zako wako mbali, lakini likufike akusaidie jirani. Umeingia kwenye mtihani akuhifadhi jirani. Hasa jirani mwenyewe mkorofi, kakataa jirani kama huyo. Matatu hayo waliojikinga. Kajikinga na mtoto atakayekuwa bwana, kajikinga na mali itakayompeleka motoni akastarehea mwingine, na kajikinga na jirani muovu ambaye anakashifu mabaya yake lakini mazuri yake yanamuuma. Lakini la nne alojikinga nalo ni mke pia. Kule kaomba mke mwema atakayekuwa msaada kwake katika aliyoomba. Aliyojikinga nayo la nne ni mke vile vile, lakini kasema wa a'udhu bika min zawjatin tushayibuni qabla al-mashib. Mola wangu ninajikinga kwako usije ukanipa mke atakayenizeesha kabla ya siku zangu za kuzeeka kufika. A'udhu bika min zawjatin, ninajikinga kwako na kupata mke tushayibuni, atakayenifanya niote mvi kabla al-mashibi, kabla ya siku zangu za kuota mvi. Maana majumbani mna mambo, watu wasema nyumba kunga, mambo ya nyumba kunga. Ushahangaika huko, umepapatua, usema nende nyumbani nikapumzike, nimechoka. Ukirudi nyumbani ndo moto unawaka upya, wasema afadhali ningeenda kulala msikitini. Watu wa dhuhuri utakuta wamejifungulia feni hivyo wamelala msikitini. Nyumba yake njema nayo hakukaliki. Fujo za ndani, gugu la mke na hivi na hivi. Basi kama hamuendani kwenye pea, mambo hayanyooki, haiwi sawa sawa. Inabaki tena mwingine anastahimili. Ndio kama alivyostahimili yule alosema nimeambiwa ni muoe huyu ndio nimepunguziwa mtihani. Lakini ndani ya nyumba namo mnakuwa na mitihani migumu. Kwa leo inshallah tuishie hapo. Tumejifunza kwamba Ramadhani inatufunza ucha Mungu. Na Allah ametuhimiza kwenye aya tulizozisoma tatu ucha Mungu. Na ucha Mungu ni maisha ya kufuata utaratibu. Katuletea mitume tuwaheshimu na kuwatii kwenye waliotuagiza, na Allah katuletea vitabu tuvisome na tuyafahamu yaliyomo ndani yake na kuyafanyia kazi. Huo ndo ucha Mungu. Tukifanya hivyo tutakuwa tumetumia dakika zetu vizuri, na yote tunayoyafanya yatahesabiwa ni amali njema. Siku ya kupasishwa amali zetu zitakuwa na maksi za kutosha, zitatupa mafanikio ya daraja zuri la juu peponi. Wa ala hadha alqadri yaqif. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.